Na bwana, moja kati ya vitu ambavyo wadau wengi sana walikuwa wanasubiri ni collaboration za baadhi ya wasanii ambao kuna watu walikuwa wanadhania kwamba haziwezi zikatokea, lakini at the end of the day ni kwamba collaboration hizo zimehappen. Umeona bwana, sasa hivi hapa collab iliyobakia ni moja tu. Tunaweza kusema hivyo, moja au mbili, lakini collab ya kihistoria iliyobaki ni moja tu. Bwana, ninachomaanisha hapa ni kwamba nadhani kila mtu atakuwa nafahamu kwamba katika history ya muziki wa Bongo Flava kuna baadhi ya wasanii ambao watu walikuwa wanadhania kwamba wawezi wakashirikiana kivyovyote vile. Kwa mfano, kama nakumbuka vizuri bwana, baada ya Harmonize kujitoa katika record label ya Wasafi, watu wakawa wanajua kabisa kwamba issue ya Harmonize tena kupata collab na Rayvanny au na Diamond ni kitu ambacho hakipo. Umeona bwana, lakini at the end of the day bwana, siku sio nyingi, Mungu si athumani, ni kwamba Rayvanny akajitoa katika record label hiyo ya Wasafi, na moja kwa moja tukamwona Rayvanny akiwa ameingia mtaani, akawa anajisimamia mwenyewe, na mwisho wa siku akafanya kazi na Harmonize kwa mara nyingine tena. Maana pamoja na rumors zote ambazo zilikuwa zinasambaa wakiwa bado wote wakiwa WCB, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kulikuwa kuna haya maneno ambayo watu walikuwa wanasema kwamba Rayvanny bwana na Harmonize hawaelewani, na pia vile vile kwamba Harmonize bwana kwa namna moja au nyingine alifanya kolabo moja tu na Rayvanny ambayo inaitwa Paranawe, na hata video hawakushuti. Inasemekana walikuwa wakichukiana tokea wakiwa Wasafi. Lakini baada ya Harmonize kujitoa tukaona ugomvi, mpaka Harmonize akaamua kwenda kumshitaki Rayvanny ili mradi tu yamkute mazito, kwani alikuwa na date na Paula, na kipindi hicho ilikuwa inasemekana kwamba Paula alikuwa alikuwa bado ni mwanafunzi. Lakini baada ya hayo yote kutokea ni kwamba wakaamua kumove on na wakaamua kushirikiana, wakatoa kazi na kazi imeenda. Lakini pia vile vile kolabo nyingine ukiachana ya Rayvanny na Harmonize ku happen baada ya kutoka WCB, kolabo nyingine ilikuwa ni ya Mbosso na Alikiba, ambapo na yenyewe pia imehappen. Lakini pia kulikuwa kuna kolabo ambao watu walikuwa wanatamani kuiona ya Alikiba na Rayvanny, na yenyewe pia imetokea. Kwa hiyo baada ya hapo bwana, kila mtu alikuwa anasubiria pia kuona kolabo kati ya Mbosso na Harmonize, pia hiyo na yenyewe nao pia ikatokea. Sasa basi, sasa hivi kolabo ambazo zimebaki, japokuwa tunafahamu kwamba Harmonize ameshawahi kufanya kolabo na Diamond, lakini tokea alivyojitoa WCB haijawahi tena kuonekana kitu kama hicho. Kwa hiyo watu wanatarajia kuona kwamba je, itatokea tena kolabo ya Harmonize na Diamond? Lakini kwa sasa hivi hapa habari nzuri ambayo imewakuta wadau wa mziki wa Bongo Flava ni kwamba tayari imeisha kuwa confirmed. Siku kadhaa zilizopita, tukianza kwanza miaka kadhaa iliyopita, kama miaka 4 hivi iliyopita, tulimwona Harmonize na Alikiba walipiga picha kwenye ndege, and then baada ya hapo ikaishia hapo. Hakukuwa na uwezekano, hakukuwa na fununu zozote zile za hawa wawili kufanya kazi pamoja, yani kufanya collaboration. Lakini baada ya hilo swala la collaboration kuhappen bwana, baada ya miaka kadhaa kupita, ni kwamba hivi karibuni tumemwona Alikiba na Harmonize wakiwa wanazungumziana vizuri, hakuna mtu ambaye anamzungumzia mwenzie vibaya. Lakini pia tukaanza kuona wakiwa na link pamoja, walikutana katika mechi za Samia Cup pale. Lakini pia vile vile Harmonize na Alikiba tukaona juzi hapo wameingia gym pamoja, na siku ya jana ndipo imekuja kama surprise kwa wadau wa muziki wa Bongo Flava kwamba hawa wawili wameonekana wakiwa wanajiandaa kuachia project mpya. Yani kuna kolabo ambayo inakuja kati ya Alikiba na Harmonize Konde Boy. Kwa hiyo it's official, Harmonize bwana anakuja na kazi mpya kabisa akiwa anashirikiana na Alikiba. Na hii ngoma bwana inakwenda kwa jina la Utanionea. Bwana, hiyo ndio jina la wimbo ambao unakuja kati ya hawa wawili, kati ya Harmonize na Alikiba. Na wadau huko mitandaoni ni kwamba mitandao imefurika kwelikweli baada ya taarifa hiyo kusambaa kwa mara ya kwanza usiku wa kuamkia leo. Peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue ya Alikiba na Harmonize kushirikiana au kutoa collaboration. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinaeleweka kabisa kwamba hii ndiyo ngoma ambayo itafanya vizuri zaidi kwa mwaka huu, kwani hawa wawili bwana wote ni wasanii wazuri. Alikiba ni msanii mzuri sana kwenye upande wa melody, Harmonize pia ni mwandishi mzuri. Kwa hapo bwana kuna mkali wa mashairi na mkali wa melody.
Bwana, mambo ni moto kweli kweli bwana, huko mitandao ya kijamii, peji mbalimbali zimefurika kutoa hiyo taarifa na kila mtu amekuja kuweka maoni yake kuhusiana na hiyo situation. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba bwana, aibu utaona wewe, nyota wa muziki nchini Tanzania Harmonize pamoja na Alikiba wanatarajia kuachia wimbo mpya hivi karibuni, na hii ni kutokana na kuwekwa kwa chapisho jipya kabisa ambapo wameambatanisha na video mpya kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii ikionyesha wako pamoja kwenye wimbo. Wimbo huu bwana unatarajiwa kutoka hivi karibuni na unakwenda kwa jina la Utanionea. Alikiba amemshirikisha Harmonize. Je, upo tayari kusikiliza wimbo huo? Lakini pia vile bwana Mwijaku naye pia amepost hii akaandika kwamba the wait is over. Bwana, mabosi wangu wote ndani ya track moja, Alikiba na Harmonize. Sasa mwambieni sasa msanii wenu kwamba mwambieni msanii wenu mnayemwamini aendelee kuwatuma mtutusi, sisi ni kazi tu. Kwa hiyo bwana, hii of course ni habari njema zaidi kwa hii ni habari njema zaidi kwa Mwijaku, kwa sababu Mwijaku yeye anawakubali hawa wasanii wote wawili. Yaani Mwijaku anamkubali Alikiba, lakini pia vile anamkubali Harmonize. Sasa hawa wawili bwana kushirikiana imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho kimemfurahisha zaidi Mwijaku. Now we are halfway there, we are keeping focus on that. Lakini pia tumepita katika page ya Alikiba mwenyewe, ameandika kwamba bwana, this Friday new music on all digital platforms, Alikiba and Harmonize, utanionea #KingKiba. Alikiba ameposti hivyo katika kurasa wake wa Instagram. Sasa kwenye upande wa comment bwana, ni kwamba watu wamekuja kuweka maoni yao sio kawaida. Unaona kwamba watu wengi sana walikuwa wanaisubiria hii collabo. Umeona bwana, kuna huyu hapa ameandika bwana, hili ni balaa gani? Azaboy anasema bwana, haya mambo tulishayazoea kuyaona Nigeria, lakini it's our time sasa kumixiwa ladha. Queen Masanja anasema kwamba bwana, Ijumaa kwani ni lini jamani? Hii ni lazima itakuwa ni bonge moja la dude bang. Pasha anakuambia kwamba pamekucha. Okay, DJ7 anasema kwamba bwana, basi sasa hapa mambo yamekwisha. Huyu hapa anaitwa wa Mchongo anasema kwamba bwana, mwaka huu mambo kweli yamekuwa ya moto. Mr. Mwanya anasema kwamba bwana, yani hii itakuwa ni balaa zito, tutasimamisha nchi. Kuna mtu hapa anaitwa Bob Mastori anasema bwana, issue ishakuwa ngumu sasa upande wa pili. So collaboration ya Alikiba na Harmonize bwana imekuja kuibua mijadala mingi sana mizito, na wadau wengi sana wa muziki na mashabiki wa pande hizi mbili wanajua kabisa kwamba hii bwana ndio ngoma ambayo itafanya vizuri zaidi kwa mwaka huu. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa kama Harmonize na Alikiba wakifanya collabo pekee ambayo inakuwa inasubiriwa sasa hivi ni collabo ya Diamond na Alikiba. Je, inaweza ka happen? Tuwekee maoni yako bwana katika comment section. Lakini pia vile tuambie unaisubiria kwa kiasi gani, unahisi kwamba ngoma hii itakuwaje baada ya hawa wawili kuamua kuitoa siku ya Ijumaa. Weka maoni yako na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.